Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum sharif. Wapenzi watazamaji wa BNTV na wasikilizaji wa 105.3 FM Maarifa Radio Tanga, kwa mara nyingine kwa heshima na taadhima na walikeni katika kipindi cha Uislamu na Jamii. Kipindi ambacho kinakutuganisha hapa sisi sote kuweza kuzungumzia mada ambayo inakuwa imewekwa mbele ya meza yetu. Na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii tunakuja na mada ambayo inasema mtazamo sahihi kuhusu jihadi. Mtazamo sahihi kuhusu jihadi ndio mada ambayo tunaiwakilisha mbele yenu ili tuweze kuizungumzia na kutizama kwa mtazamo sahihi hususa wa dini ya Kiislamu jihadi ni nini na ni yapi masharti, miko na taratibu ambazo zinaweza kupatikana katika jihadi. Ili kuweza kuwasilisha mada hii hapa BNTV na 105.3 FM Maarifa Radio Tanga, tunaye mgeni wetu Sheikh wetu ambaye anakuwa nasi katika vipindi mbalimbali, na si mwingine ni Sheikh Mulaba Saleh. Sheikh Mulaba, karibu tena kwa mara nyingine. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kufuatilia kipindi hiki kwa sababu mada ambayo tunataka kuzungumzia ni mada ambayo inagusa maisha yetu hususa katika karne hizi ambazo tunaishi hivi sasa, kwa sababu kukumbusha tu katika karne ya 2021 kumetokea au kunaendelea kutokea matukio mbalimbali ambayo yanapewa majina, ama ni matukio ambayo yanabeba majina mbalimbali. Wapo ambao wanayaona kama ni matukio ya kigaidi, wapo ambao wanaona kama ni matukio ya siasa kali, wapo ambao wanaona kwamba ni matukio ya kijihadi na vita takatifu za kidini, wapo wanaona kwamba ni matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu. Sasa ili kuweza kuweka sawa mambo haya, ndio maana sisi tumeweza kumleta Sheikh wetu hapa ili atuweze kutueleza na kutufundisha hasa nadharia ya Uislamu kuhusiana na mtazamo wake kuhusiana na jihadi. Jihadi nini na ni wakati gani inaweza kupatikana jihadi na katika mazingira yapi na katika miko ipi? Sheikh, bila shaka umesikiza tulivyoweza tanguliza kuweza kutoa utangulizi kwa wasikilizaji na watazamaji kwamba tunakusudia kutizama mtazamo sahihi kuhusiana na jihadi. Tunazungumzia kwa mtazamo wa Uislamu, ambapo tunajua kwamba Uislamu unaitwa kwamba ni dini ya amani. Labda katika Uislamu tunapozungumzia Uislamu na amani tunamaanisha nini hasa? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa habibina wa shafina wa maulana Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ridwanullahi ta'ala ala sahabihi al-kiram al-muntajabin wa rahmatullahi daima ala kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunapozungumzia Uislamu na hususan tunapoangalia kama ulivyotanguliza masuala haya matukio yanayojitokeza hivi sasa na wakati mwingine yananasibishwa na Uislamu, swala la msingi ni kwamba Uislamu ni dini ya amani. Na katika swala ambalo watu wamekuwa wanashindwa kuelewa ni hasa ule Uislamu ni nini. Na kwamba huwezi ukanasibisha Uislamu na masuala ya nguvu, masuala ya kulazimisha. Unafahamu, kwa sababu Uislamu ni amani. Na ndipo hapo kuna haja ya watu kuelewa hasa Uislamu kimsingi unamaanisha nini. Na hata hivyo leo kimuuliza Mkristo Uislamu anaelewa vyake. Na hata huyo Muislamu ukimuuliza Uislamu tunasema ana mtazamo wake ambao ukiangalia ni mtazamo sio kamili. Sasa ningependa tu kwamba haraka tu hapa niweze kufahamisha Uislamu ni nini na hususan tunaposema amani vinahusiana nini. Maana dhana nzima ya amani katika Uislamu. Naam. Utaona ya kwamba leo hakuna mtu ambaye ni mwanadamu aliyokuwa na akili timamu isipokuwa atakubali kwamba kuna muumbaji aliyemuumba. Na hata wanasayansi leo watakubali na wanakubali ya kwamba kuna uumbaji, sio uumbaji, wanasema kwamba at a certain time of in the history of mankind or at a certain period there was creation
or there was things came into existence. Maana sitaki kutumia maneno creation na nini kwa sababu wao wanasema hawaamini, sio? Lakini sisemi kwamba wanasayansi hawaamini. Maana hata sisi ni wanasayansi bwana. Na wako wengi ambao ni wanasayansi wa dini mbalimbali wanakubali Mungu yupo na uumbaji yupo. Lakini hata wale wanaokataa kwamba Mungu hayupo wanasema okay, uumbaji kuna wakati fulani vitu vilikuja vikawepo, havikuwepo vikawepo. Kwa hivyo ni uumbaji. Sasa tunapokubali kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ni kwamba anaumba. Ule uumbaji ni sasa na uundaji. Na nataka nende haraka haraka. Kwa hivyo unapokuwa unaunda kitu wewe kama engineer, tuzungumzie mfano wa gari. Unapounda ile gari wewe kama engineer, kwa hivyo unakuwa una mada ulotumia, kuna utaalamu ulotumia, kuna teknolojia, kuna sayansi ulotumia. Na ndio maana tunapozungumza Mwenyezi Mungu tuzungumze sayansi na teknolojia. And that's it. Kwa sababu ule uumbaji mzima ni sayansi na teknolojia. Kwa hivyo kuna vipimo, kuna viwango ulivyovitumia wewe kama muundaji wa kile kitu, kama engineer, mpaka ikakamilika. Unajua zile principles, unajua vile viwango, unajua kila kitu unafahamu. Sasa unapokuwa umekamilisha kitu chako hicho ulichokiunda wewe, kwa mfano kama ni gari, unajua kwa sababu nilitumia chuma fulani, unajua kwa nilitumia hapa raba fulani, hapa nilitumia hivi na hivi. Kwa hivyo hiki kitu ili kiweze kufanya kazi vizuri kinahitaji kitumie kitu fulani. Sasa ndipo pale wewe utakaposema hii gari lazima uitumie hivi. Utumie mafuta ya aina fulani. Utumie service baada ya muda fulani. Ukitaka kutumia betri utumie betri ya volt kadha. Ukitaka mfumo wa umeme unakwenda hivi, mfumo wa hivi unakwenda hivi, mfumo wa hivi unakwenda hivi. Kwa sababu wewe umetengeneza, unajua ulitengeneza vipi. Angalia huu taratibu unaouweka wewe na huu uundaji ni vitu ambavyo vinauiana sawa sawa. Sasa hapa kuna uumbaji, kuna uundaji, na hapa kuna taratibu zinazokubaliana na ule uundaji na ule uumbaji. Sasa Uislamu ni nini sasa hapa? Mwenyezi Mungu ameumba, sisemi mwanadamu tu, kaumba kila kitu ulimwengu huu. Miongoni mwa alivyoviumba ni sisi binadamu. Sasa tuzungumzie binadamu, sasa tunazungumzia Uislamu, dini. Sasa sisi binadamu namna tulivyoumbwa, Mwenyezi Mungu katuumba kwa viwango, kwa sayansi, kwa teknolojia maalum. Kwa mfano, tunapozungumzia mwanadamu, stomach yake inakula au inaweza ikasaga vyakula vya aina fulani. Wao ukichukua kwa mfano vyakula vyenye madini ya chuma fulani, ukiviingiza huko vitatoka, haviwezi vikasagwa. Kwa sababu haukupewa ule uwezo wa kuweza kusaga vile vyuma. Na wewe kama umekula chakula ukizidisha kiwango kile ambacho kinachotakiwa kuingia pale, lazima utapata kitu tunachosema indigestion. Haviwezi vikasagwa. Kwa sababu zile taratibu zinakuwa zimekeukwa. Ni sasa na gari haziowani. Ni sasa na vile wewe umepakia gari ya tani 5 ukapakia tani 10, gari ina float, inavunja spring. Sasa ule utaratibu unaokuiana na yale maumbile ndio tunaita Uislamu. Sasa kwa taarifa hii utaona moja kwa moja kwamba hakuna kitu kinachoitwa Uislamu ukazungumzia dini mbalimbali sijui hivi na hivi. La, tunazungumzia ni mfumo mmoja tu ndio Uislamu. Maana ni zile taratibu ambazo zinazokubaliana na maumbile ndio sisi tunaita Uislamu. Kwa maana Islam ni nini maana? Hata tukisema neno Islam ni kule kusubmit, ni kule wewe kunyenyekea. Unanyenyekea nini? Kuna taratibu ambazo zipo ambazo unatakiwa wewe uzi-implement. Total submission to what? To God. God maana yake nini? Mungu kakuwekea taratibu. Yeye muundaji, yeye muumbaji amekuumba wewe, anajua. Kwa hivyo kakuwekea taratibu sahihi zinazolingana, zinazowiana na yale maumbile yako. Hapo ndipo tunaposema Uislamu. Na hapawezi kuwa mifumo miwili wala mitatu wala minne. Ni huu mmoja ndio unaitwa Uislamu. Kwa hiyo wewe kama ni Mkristo, kama wewe ni Muislamu, kama tunakuuliza, je, huo utaratibu uliokuwa nao unakubaliana na maumbile haya?
Ukitoka tu nje ya maumbile haya, tunakuambia baba, hiyo dini sio ya Mungu. Mungu haweki taratibu ambazo zinakinzana na maumbile. You need to be very careful. Ni salama, lazima pawepo amani. Hapawezi kuwepo amani wewe unapokuwa unakwenda kinyume na ule utaratibu. Lazima pawepo ule uadilifu, justice. Manake kitu kiwekwe pale mahala ambapo kinapostahiki. Sasa tutoe mifano. We mwanadamu umeumbwa, unahitaji mwanamke. Mwanamke anahitaji mwanamume. Na tunaona kimaumbile ni vitu ambavyo ni automatic. Iwe ni kwa binadamu, kwa wanyama, kwa nini, mpaka insects. Leo we unasema unataka kuwa karibu na Mungu kwa kujinyima hii haki ya kimaumbile. Alafu unasema uko karibu na Mungu, tunakuambia no way. Hakuna kitu hiki. Sababu ni kinyume na maumbile. Mungu hawezi kukuwekea kitu kwa sababu amekupa ile natural desire, matamanio ya kimaumbile. Kisha wewe aje kuambia no, ziwia, alafu utakuwa karibu na mimi. Hakuna kitu hicho. Bali Mwenyezi Mungu ni yule atakayekwambia no, satisfy. Manake ridhisha yale matamanio yako vizuri ili uwe karibu na mimi. Kwa sababu unahitaji kuwa na siha mzuri, unahitaji kuwa namna hii. Hii ni taarifa ya kiujumla. Lakini kuna kitu kingine nataka kuongezea tu hapa kwamba na ule mfumo aliotuwekea Mwenyezi Mungu, ule utaratibu lazima uwe unakubaliana na kila, manake uwe ni mwongozo katika kila nyanja. Manake hata alikutengenezea gari hata kuambia tu kwamba uweke petroli, la atakwambia na battery, atakwambia na hivi na hivi, service natakiwa baada ya muda gani, kuhusu kila kitu ili gari yako isije kapata matatizo. Matairi natakiwa yabadilishwe baada, uweke matairi ya namna gani na kadhalika na kadhalika. So it's all in all, kila kitu ambacho kinachohitaji ile gari iweze kufanya kazi vizuri atakuelekeza. Otherwise ina faida gani mimi leo niwe tu nabadilisha oil alafu baada ya muda betri nakufa, niko kwenye safari na washa tasema ya Rabbi gani inanitia matatizo. Unaona? Kwa hivyo all in all lazima upewe mfumo katika kila uwanja wa maisha yako. Na ule mwongozo utaona kwamba unakubaliana na maumbile. Kwa hivyo utaona katika uwanja wa siasa, katika uwanja wa uchumi, katika uwanja wa kijamii, katika kila kitu utaona umewekewa mfumo ambao ni bora. Hakuna mfumo kama ule. Naweza nikupa tu mfano mmoja ili tuende haraka haraka. Tukichukulia kwa mfano katika uwanja wa kijamii, sote tunajua ya kwamba ukiulizwa kwa mfano leo jamii imeundwa na nini? Shekhe, hakuna asiyejua kwamba ni familia ndio block ya msingi ya jamii. Ni familia. Sasa ikiwa kila mtu anajua kwamba ikiwa ile block ni madhubuti, zile block zote zikawa madhubuti, utajenga nyumba ambayo ni madhubuti. Kwa cha msingi ni ile block iwe madhubuti. Sasa hapo utaangalia kwamba Uislamu umeweka msisitizo mkubwa na mwongozo katika masuala ya familia kama block ya msingi. Mwanadamu ameumbwa na cells. Mada imeumbwa na atoms. Jamii imeumbwa na familia. Sasa hapo utaangalia ule uhusiano baina ya mke na mume. Uislamu unakuambia hakuna masala ya nyinyi kuokotana barabarani. Nyinyi kama mnataka kuunda familia, inaundwa na watu ambao wanaotoa ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba hiki kitu ni kitakatifu. Tunaoana Mwenyezi Mungu ndiye shahidi wetu, na tunatoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba tutaishi pamoja kwa kusitiriana, kwa kuvumiliana, kwa kusaidiana, tuishi pamoja ili tuweze kujenga familia bora. Sio kuokotana kama mbuzi au paka, wale wana utaratibu wao. Sisi ni binadamu. Utaona pia ule uhusiano baina ya mtoto na mzazi, watoto na wazazi wao. Utaangalia kuna utaratibu. Mtoto na mipaka yako, ambapo ukifika hapo unasema no, lazima niwaheshimu wazazi wangu, lazima niwapende. Uislamu utakufundisha kwamba mtoto kumtazama tu baba yake au mama yake hivi kwa mapenzi ni ibada. Na kadhalika. Kwa kuweka ile familia yenye kuwa na. Kwa hivyo hii kwa mukhtasar utaona kwamba ni
kutakuwepo ni dini ya amani, kwa maana ni dini ambayo ni utaratibu ambao ulokamilika kuhusu kila mahitaji ya mwanadamu kwa kukubaliana na yale maumbile, na hii ndio maana ya amani. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV na msikilizaji wa 105.3 FM Maarifa Radio Tanga, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii tunatizama mtazamo sahihi kuhusu jihadi, na bila shaka utakuwa umemsikiliza vizuri na umemwelewa Sheikh wetu amejaribu kutupa maana halisi ya Uislamu. Kwanza tuelewe kwamba Uislamu ni amani, na tunapozungumzia amani kwamba Uislamu ni utaratibu ambao unaendana na maumbile ambayo aliumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale maumbile yanapokuwa yanaoana na ule utaratibu, maana yake kwamba lazima kutakuwa shwari, kutakuwa na amani, itakuwa imeweza kutawala. Sheikh, maana yake kwa maelezo yako unataka kutuambia kwamba tutakaposhuhudia vitendo ambavyo haviendani na maumbile ya jamii nzima ya muundo ambao ameumba Mwenyezi Mungu, hivi ni vitendo ambavyo havitakiwi katika bila shaka. Bila shaka. Bila shaka. Leo utaangalia mitume wote wamekuja wakazungumza ahibba linas ma tuhibbu li nafsika. Yani maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi. Taban yanatokana na Qur'ani. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. So utaangalia mambo 6 yamezungumzwa hapa. Matatu ni amri, matatu ni makatazo. Lakini haya matatu ambayo tunaamrishwa ni nini? Ni adli, ni usawa. Ni kule kufanya mambo kwa uadilifu. Hatusemi usawa, tunasema uadilifu. So unapoona kwamba kuna matukio ambayo ni ya vurugu, ni ya nini, utaona kwamba hayamo katika uadilifu. Mwenyezi Mungu anazungumzia ihsan, kufanya wema. Yani ule wema ni kwamba ni kitu ambacho ni zaidi ya ule uadilifu. Kwamba ni ihsan. Kwa mfano maana ya ihsan, wakati mwingine unaweza wewe ukajitolea mahala ambapo saa zingine ilikuwa ni si lazima, lakini unajitolea, unafanya ile ihsan. Unaweza kumzidishia mtu, unaweza kumfanyia mambo mazuri, wakadhali ni ihsan unayoifanya wewe. Wa itai dhil qurba, na kuwapa wale ambao wako karibu yako. Hapa unaangalia ni kusaidiana. Kwa utaangalia matendo yote yanayofanyika haya ya vurugu na nini, ni kwa sababu yametoka katika mizani hii ambayo ni mizani ya amani, ni mizani ambayo ni ya uadilifu, ni mizani ya usawa, ni mizani ya kusaidiana, ni mizani ya kukubali ile nature ilivyo, yani yale maumbile. Asante. Sheikh, labda sasa kwa kutizama kama ulivyo tunavyozungumzia, ni mtazamo sahihi kuhusiana na jihadi, na tunapozungumzia swala jihadi vile vile tuna dhana nzima ya amani. Na tunajua kwamba Uislamu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha kila kitu. Hakuna kitu ambacho Uislamu hujaweza kukifundisha. Labda kihistoria, kimaisha, mtume kuna ushahidi wote wa kivitendo ambao mtume alionyesha jinsi gani anapigania amani na kutaka amani, jamii ishi katika amani. Taban utaona haya mafunzo ambayo Qur'ani imeyazungumza, na yeye mwenyewe bwana mtume sallallahu alayhi wa ali akayazungumza. Kwa mfano hii nataka tu nizungumzie haraka hii nukta, ahibba linas ma tuhibbu li nafsik. Utakuta hata Nabiullah Isa alayhi salam kwa ndugu zetu wa Kristo wana mafunzo haya kwamba love your neighbor as you love yourself, manake umpende jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Unaona, haya ni mafunzo ya mapenzi, ya upendo ambayo utaona wa Kristo sana wanatilia mkazo mafunzo haya. Taban yanahitaji yabaki katika mipaka yake, na sisi Waislamu toba Uislamu ndio hivyo, ni masuala ya kumpenda mwenzao kama vile unavyojipenda. Sasa utaangalia kwamba hapa bwana mtume sallallahu alayhi wa ali, swala hili la amani, unaona bwana, ikiwa wewe hukuweza kumpenda mwenzako, una ule ubinafsi, umeshaanza vurugu. Ikiwa wewe unataka uwe hivi, upate hivi, mwenzako asipate hivyo, tayari ni mwanzo wa vurugu, maana hakuna uadilifu tena. Lakini utaangalia bwana mtume alipokuja, alikuja ndani ya jamii ya watu ambao wametawaliwa na mfumo wa kisiasa ambao ni wa unyonyaji na ukandamizaji na masuala ya kuwepo ule ukabila na ubora na ubwana, ubaguzi. Kuna ubwana na utwana.
Utaona mfumo wa kiuchumi ulikuwa ni mfumo wa kibwanyenye wa kibepari. Wa kibepari. Alafu utaangalia kijamii namna huu mfumo wa kiuchumi na huu mfumo wa kisiasa ulivyozaa ile vurugu ndani ya jamii. Bwana Mtume anakuja katika mazingira kama yale. Lakini utaangalia yale mafunzo alivyoya implement na namna gani Bwana Mtume alivyokuwa ni mtu ambaye alikuwa anazungumzia amani. Kwanza alipoanza ule Uislamu wake, anazungumza ule Uislamu, alikabiliana na upinzani mkubwa. Kila mtu anajua Maka Bwana Mtume alipambana na upinzani. Lakini hukuona Bwana Mtume ambaye anatumia, kwa mfano, unajua huyu jamaa ametupiga, subiri basi na nyinyi tuandae makamando au maninja usiku twende tukamvamie na sisi tuwapige. Utaona Bwana Mtume alikuwa ni mtu ambaye hakuanzisha vita wala hakurudisha mapambano dhidi ya wale waliokuwa wanamshambulia. Bali utaona Bwana Mtume anawaambia Waislamu, kwa sababu ya matatizo kama haya ni bora muhame mwende Ethiopia kwa mfano. Utaona Bwana Mtume anahama Maka anakwenda Madina. Na yote hii ni kupisha zile bugdha na zile balaa ambazo zilikuwa katika mji wa Maka kwa miaka 13, miaka 14. Hakuweza kufanikiwa, manake hakuweza kufanikiwa kuweza kurekebisha au ule mfumo uliokuwepo pale. Utaona hakuwa na ule uhusiano wa vurugu, wa mapambano. Na utaona ya kwamba hata ilifika mahali ambapo Bwana Mtume walimtenga. Utaona ya kwamba Bwana Mtume haya matatizo yote aliyakabili kwa subira. Na utaona pia anapohamia Madina, Bwana Mtume aliingia Madina, kitu cha kwanza alichokifanya ilikuwa ni kuweka ile hali ya amani baina ya watu. Utakuta ndani ya jamii ya watu wa Madina kulikuwepo kuna Waarabu, Aus wal Khazraj ambao ni Ansar ambao waliwanusuru wao. Walikuwepo pia Mayahudi. Kwa Bwana Mtume ataweka mikataba ya amani pamoja na Mayahudi, pamoja na kwamba yeye ndiye kiongozi sasa. Lakini mikataba ya kuishi kwa wema na amani na hawa watu wengine. Hakuna masuala ya kwamba mimi nimeingia sasa mtanijua mimi, au mimi ndio mwenye nguvu sasa nyinyi si Waislamu kwa hivyo nyinyi ondokeni. La, hakuwa kitu kama hichi. Na kisha namna ya kuweza kuleta ile amani na maelewano baina ya Waislamu, utaona akaweka ule undugu baina ya Aus na Khazraj, baina ya Ansar na Muhajirin. Kwa hii ni baadhi tu ya matukio. Na kisha utaangalia hata zile vita zilipoanza baina ya Waislamu na wale makafiri. Hakuna vita ambao Bwana Mtume alilazimisha kwamba iende akalipize kisasi, iende akapigana. Kama tunavyosema, utaona ya kwamba ilikuwa ni namna ya kujihami tu. Kwa hivyo katika maisha ya Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa ali, utaangalia hii misingi ya amani, misingi ya kuwapenda watu, misingi ya kuwaonea watu huruma, ni kitu ambacho kimetawala maisha ya Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa ali. Utamwona Mtume kwamba hakuwa ni mtawala, alikuwa ni kiongozi ambaye yeye ndiye mfano wa kuigwa. Iwe ni upole, iwe ni ukarimu. Hakuwa ni mtu ambaye anajipendelea nafsi yake akawaacha watu wengine. Kwa haya ni kwa mukhtasar baadhi ya nukta tu ambazo nimeweza kuzigusagusa tu kwa haraka. Naam. Asante sana. Sheikh, kabla tujasonga mbele zaidi, na kwa utafiti wangu kidogo nimejaribu kuangalia kwamba haya matukio ambayo kama tulivyotambulisha kwamba yanayotokea hivi sasa katika karne ya 2021 ambayo yamekuwa na athari kubwa kijamii. Upande hususan upande wa dini ya Uislamu, wanasema ni moja matukio ambayo yanachafua jina la Uislamu, kwa sababu mara nyingi yamekuwa kitokea yananasibishwa na Uislamu. Lakini katika moja ya tafiti zangu kuna mambo ambayo nimegundua kwamba kuna baadhi wanafanya matukio haya kwa dhana ya kisasi. Kuna ambao wanafanya kwa dhana ya kuwatetea wanyonge. Kuna ambao wanafanya kwa dhana ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na kuna ambao wanafanya kwa dhana ya kutokuwa na urafiki na wale ambao wanaonekana kama ni maadui wa Mwenyezi Mungu au adui wa Uislamu. Labda tuanze kwanza na dhana hii. Hizi nyingine tutazungumzia katika vipindi vitakavyofuata. Labda hii dhana ya kutokuwa na urafiki na wale ambao
wako nje ya dini ya Uislamu. Ndani ya Uislamu imekaaje dhana hii? Sheikh, nitajibu, lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kidogo nikiweke sawa kabla hatujaingia huko, kwa sababu lina uhusiano hapa. Kiujumla tunapozungumzia jihadi, na nafikiri ndio muhimili wa mazungumzo haya, utaangalia kwamba katika mambo ambayo maadui wa Uislamu wamepiga vita Uislamu ni ile mafuhumu ya neno jihadi kuibadilisha, kuipotosha. Na Waislamu pia wakapewa pia mtazamo ambao ni huo wa namna hiyo, wakatuweka hapa kwamba jihadi ni hivi. Lakini Sheikh, ukiangalia ndani ya Qur'ani, kwa mfano katika sura hii ya suratul Hajj 22 aya 78 inasema wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Utaangalia swala wajahidu fillahi haqqa jihadi, neno lile jihadi limekuja hapa wajahidu. Sasa hapa utaangalia kwamba unaweza kutafsiri, je, hapa maana jihadi ni nini? Lakini utaangalia kwamba hapa maana ni pana, yani mjitahidi, mpiganishe katika njia ya Mwenyezi Mungu, ukweli wa kupiganisha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa hapa jihadi linarudi katika ile maana ya asili ya kwamba jihadi ni kufanya juhudi. Kwa juhudi ya namna gani? Juhudi ya kuhakikisha kwamba, kwa mfano sisi Waislamu tunapata elimu, kwa hivyo ni jihadi ya elimu. Sisi Waislamu jihadi ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na mazingira ambao ni salama. Jihadi kwa mfano ya kujenga nchi. Jihadi kwa mfano ya kuondoa maovu. Jihadi kwa mfano ya kupambana sasa na maadui ambao wanaotaka kuja kutuzuia maendeleo yetu. Kwa hivyo jihadi ina maana pana na haiwezi katazamwa tu katika mtazamo mdogo finyo huo kupigana kwa mfano na adui. Au saa zingine kama watu wanataka kuzungumza kwa mfano kulipiza kisasi. Huu ni kuiweka jihadi katika mahala ambapo sio mahala pake. Kwa hivyo wajahidu fillahi, yani mjitume katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani kuhakikisha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anataka yahakikishwe ndani ya maisha ya mwanadamu, yani katika kusimamisha zile taratibu na nidhamu ya Mwenyezi Mungu. Naam, hapa wajahidu fillahi ambazo tumesema kwamba zinaendana na maumbile ya bila shaka na ni katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Iwe ni katika masuala ya kisiasa, iwe ni katika masuala ya kijamii, iwe ni katika masuala ya kiuchumi na kadhalika, iwe ni katika masuala ya kiroho. Na utasikia jihadu nafsi, utasikia katika masuala haya ya kimada. Kwa hivyo yote haya yanahusu ni masuala ya jihada katika upana mkubwa. Na watu wasiangalie tu katika upande huo, kwa sababu hata jihadi ilipozungumzwa kwamba jihadul akbar sio hiyo ya kwenda kupigana na maadui. Jihadul akbar ni ile ya kuitakasa nafsi ili wewe kama mu'min uweze kufikia ile malengo ambayo Mwenyezi Mungu anataka uweze kuyafikia. Sasa tukiingia katika pale ambapo ulipokuwa unazungumzia utaona ya kwamba na Sheikh ulikuwa unaulizia kuhusu swala la kutokuwa na urafiki na mapenzi na wale ambao wanaonekana kwamba ni maadui wa Mwenyezi Mungu. Naam. Utaona ya kwamba hapa kwanza Uislamu unapozungumza au Uislamu unapokuja, angalia maisha ya Bwana Mtume. Hapo ndipo utakapojua ilikuwa namna gani. Bwana Mtume aliwakuta watu wana dini zao, wana mila zao, wana taratibu zao. Toba kulikuwa kuna mila tu Ibrahim, kwa sababu Waarabu ni kizazi ambacho kinatokana na Nabiullah Ibrahim kupitia Nabiullah Ismail. Toba sio wote, lakini aghlab na wale watu wa Maka walikuwa ni katika kizazi cha Nabiullah Ismail. Sasa utakuta kwamba kulikuwa kuna dini ambayo ilikuwa ni ile dini ya Nabiullah Ibrahim na Ismail, mila tu Ibrahim. Lakini watu wamekuja wakapotosha na kadhalika. Kwa Bwana Mtume anawakuta watu wanaabudu masanamu. Bwana Mtume huyu na Uislamu kama tunavyosema ni amani, unakuja kuleta uokovu, haukuja kuangamiza. Uislamu haukuja kuwaokoa walio tayari okoka.
Like logically tunasema kimantiki. Huo Uislamu, huo mfumo anaotuletea Mwenyezi Mungu ni kwa huruma yake kuja kutuokoa sisi ambao tuko tayari tunaangamia. Mimi na wewe ambao bado tu katika ule tunaogelea katika ule ubinafsi, katika zile shiriki zetu zio za kuabudu masanamu au za kuabudu nafsi zetu wenyewe, kuabudu mali, kila kitu. Zote hizi ni ibada. Kwa hivyo watu wasifikirie masanamu tu. Na kuna masanamu mabaya kama masanamu yale ya kuabudu nafsi yako, na ndio chimbuko la masanamu yote. Sasa ukiangalia Bwana Mtume ndiye anaelewa kwamba anakuja ni mtu wa kuokoa. Utaokoa mtu ambaye hazami? Utaokoa mtu ambaye hayumo ndani ya tope? Utaokoa mtu ambaye hayumo ndani ya shimo? Amekuja kufanya kazi hiyo. Mitume wote walikuja kufanya kazi hiyo. Watu wanaangamia, yeye anawaokoa. Ndio kazi ya Uislamu. Sasa kama ndio maana hiyo, wewe kama unasema ni Muislamu, lengo lako ni kufanya uadui na hawa ambao tayari unawaona wako katika mfumo potovu, au wewe ni kufanya urafiki ile uweze kuwaondoa? Yani tunauliza swali, kama kweli wewe ni Muislamu unaelewa Uislamu wako. La, tuache masuala ya kuzungumza mimi sijui. La, tuzungumze kama tulivyosema masuala ya yale maumbile. Akili yako inasemaje wewe? Wewe kama umekuja kuokoa watu, hawa ndio unaotakiwa uende ukawaokoe. Sasa wewe unasema hawa makafiri hawa. Makafiri hawa. Kwani hawa makafiri wa Maka si ndio walompiga Mtume vita? Si ndio walikuwa maadui wa Mtume? Na yeye si ndio anawahubiria wao. Je, bwana, sasa ndio hapo tunapofika mahali tunasema hawa Waislamu wa mwanzo walikuwa ni watu gani? Si hao makafiri walompiga Mtume vita? Wewe Muislamu unasimama wapi? Tunakuuliza unafuata sunna ya nani? Kwa sababu kimaumbile tunasema jamani, acheni jazba, acheni kwenda mnafuata nafsi zenu. Kimaumbile tunauliza, watu si maadui wa kile wasichokijua? Kwa wewe unatakiwa kujua kwamba huyu ambaye sasa hivi ni adui yangu, kesho anaweza kuwa ni rafiki yangu ikiwa nitamsaidia kuondoka pale alipo. Yani akili salama inasema hivyo. Na ndivyo Qur'ani inavyotuambia. Kwamba idfa billati hiya ahsan. Subhanallah. Aya kubwa hii. Idfa billati hiya ahsan. Wewe kama ni mtu unayekwenda katika kuwalingania, kama una uchungu na watu hawa ambao wanaopotea, wewe lipa wema kwa ubaya. Na ndivyo alivyofanya Bwana Mtume salawatullahi alayhi. Fa idha ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Utajikuta kwamba kwa mfumo huo yule ambaye alikuwa adui yako anaweza akaja akasema, ya Rabbi, kwa nini nilikuwa nafanya? Kumbe ilikuwa ni kwa sababu alikuwa hajui. Anakuja anapambanukiwa na ukweli, anauona, mara anakuwa ni rafiki yako, tena yule rafiki hamim, kweli kabisa. Sasa si ndivyo inavyotakiwa? Na ndivyo Bwana Mtume alivyofanya. Hii ndio maana ya utume, ndio maana ya kufuata sunna ya Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa ali. Kwa hatuna mahala popote pa mtu kwenda kusema maadui zetu wale, kwa hivyo wewe unaanza kutumia uadui na wewe kwenda kulipiza uadui. Hilo jambo hatulioni katika maisha ya Bwana Mtume. Hatuoni kwamba hii ndio jihadi, bali Bwana Mtume alifanya. Wewe angalia kitu cha ajabu katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuchukue Fathu Makkah. Lakini Fathu Makkah inakuja maana yake Bwana Mtume anawashinda wale makafiri, anaiteka ile Makkah. Hebu angalia ilikuwa ni baada ya zahma kiasi gani dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walimtesa kiasi gani Mtume, walimfanyia kila mbinde, kila vituko, kila yani mipango ya kumaliza. Ndio watu hawa. Vita vya Badr, vita vya Uhud, vita vya Khandaq. La ilaha illallah, wa madraka mal Khandaq. Vita vya Khandaq ilikuwa ni kumaliza Mtume.
na ilikuwa wamepanga wamalize. Hiyo ndo NATO ya zamani. Vita vya Ahzab hivyo. Kisha wakamfuata. Angalia, lakini mtume alipokuwa na uwezo sasa wa kuingia Maka, akateka ule mji, wale watu waliokuwa mbele yake wamesarenda, bwana mtume amefanya nini? Ya Allah, hapo ndipo tujue jamani tuko wapi sisi na mitazamo hii ya kijihadi ambayo haina misingi ya Kiislamu. La, kwa sababu kama tutakavyozungumza, jihadi na utaratibu kabla iwe jihadi lazima ikamilishe masharti, lazima na miko yake. Huyu anayekutuma wewe, lakini tusiende kwanza huko. Huyu anayekutuma wewe nani? Au unakurupuka tu mahala kaja fulani unakurupuka tu? Jihadi, anayekuamrisha jihadi nani? Jamani, kuna vitu vingine vinakwenda, unaona kwamba hii ndio mantiki, manake ni logic. Sasa mtu anaweza kukurupuka huko, humjui nani, anakuja na kuambia tu jihadi. Huyo unamjua nani? Ana mipango gani? Hii ni topic nyingine, hii ni mada nyingine. Lakini tufike hapo, taangalia bwana mtume sallallahu alayhi wa ali, subhanallah, hawa watu hakuwagusa. Kwa sababu hawa walikuwa wanampiga vita kwa sababu ya zile ni kawaida, tunasema ni natural. Watu walikuwa wanaabudu masanamu yao, watu walikuwa na manufaa yao, walikuwa hawajui, wanampiga vita. Sasa leo bwana mtume alichokifanya yeye ilikuwa ni kuwapa amani. Hakuingia kuua mmoja kulipiza kisasi. Mtanijua leo, mliua watu wetu nyie. Mlimuua Saidina Hamza, mkamuua ndugu yangu fulani, mkaua rafiki zangu, mkaua. Hasa leo tumewapata, leo mtakiona haya, wewe uliomuua Hamza, njoo Wahshi, uko wapi? Oweni kisasi. Subhanallah, bwana mtume alitoa general amnesty, manake usalama kwa kila mtu. Hakuna kulipizana kisasi leo. Angalia bwana mtume, narudi katika Qur'ani ile iliyotufundisha sisi amani. Nasema mimi nitawafanya nyie kama alivyowafanya Yusuf ndugu zake. Anasema la tathriba alaykumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mwenyezi Mungu awasamehe kwa yale yote mlioyafanya, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kurehemu. Nabiullah Yusuf alifanya hivyo kwa ndugu zake waliodhamiria kumuua, wakamwachanisha yeye na baba yake, wakamweka ndani ya utumwa. Basi na mimi nitafanya hivyo, bali mimi nina haki ya kufanya zaidi. Idhhabu antum tulaqa, nendeni nyinyi ni watu mmeachwa huru, mlikuwa ni watumwa wangu nyie, nilikuwa naweza kuwafanya ninachotaka na bado nyinyi hamjaamini. Naona bado nyinyi hamjaamini, lakini nendeni. Huyu ndiye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa haya ya kwenda kufanya wadui na kuwapiga vita watu ambao tunadhania kwamba ni maadui zetu au sio Waislamu, haya mambo yanatoka wapi? Bali akili nasema tunahitaji kuwa na mahusiano mazuri na watu hawa, ili kama wao wamepotea tuwaonyeshe njia iliyokuwa mzuri. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV na msikilizaji wa 105.3 FM Maarifa Radio Tanga, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na leo tunatizama mtazamo sahihi kuhusu jihadi. Hii ni sehemu ya kwanza. Mazungumzo yetu yataendelea katika sehemu ya pili na ikiwezekana ni sehemu ya tatu, kwa sababu bado mambo mengi sana yanayohusiana na jihadi yanatakiwa kuweza kuzungumzwa. Sheikh, naona muda umetupa mkono, labda kwa kumalizia ujumbe wako kwa leo. Naam, ndugu mtazamaji na msikilizaji, kwa kweli ndugu Muislamu na ambaye sio Muislamu, jambo la msingi la kufahamu ni kwamba tunaye Mungu aliyetuumba, na Mwenyezi Mungu alipotuumba bila shaka ni yeye ndiye anayetupenda zaidi. Na alitupenda kwa sababu yeye ni upendo, yeye ni huruma, yeye ni rahma, ndiye yeye huyo aliyotuumba. Kwa hivyo msingi mkubwa wa uumbaji ni rahma. Na Mwenyezi Mungu aliwatuma mitume ni rahmatul lil alamin. Utaangalia mitume wote walikuja ni watu wenye ile rahma, manake ni watu wenye kuwarehemu wale waliotumwa kwao. Ni watu wenye huruma, ni watu wenye kustahamili, kwa sababu wanajua wametumwa kwa watu ambao tayari kimaumbile wameathirika na ukafiri. Wana tabia, kuondoa tabia si kitu rahisi.
Kwa hivyo ili uweze kumbadilisha mtu, uweze kumbadilisha kwa kutumia nguvu, kwa kutumia chuki, kwa sababu huyu sio kama mimi, basi wewe unatumia ile ghadhabu na chuki na hasira. Hapo baba, hauko katika Uislamu na hauko katika nature sahihi ya ubinadamu, na wala wewe haupiganii haki, bali unapigania ule ubinafsi wako. Na hapa baba, tunakuambia kaa pembeni, waachie wale ambao wanaojua namna ya kuongoza watu waongoze. Inshallah, na sisi Mwenyezi Mungu atupe subira kama hiyo waliokuwa nao mitume, tuweze kuwalingania watu ule ukweli. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV na msikilizaji wa 105.3 FM Maarifa Radio Tanga, kama nilivyokuambia, ni mada yetu ilikuwa ni mtazamo sahihi kuhusu jihadi, na hii ni sehemu ya kwanza. Tutaendelea na sehemu ya pili, ya tatu kadri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha. Hapa studio tulikuwa na mgeni wetu Sheikh wetu Sheikh Mulaba Saleh. Sheikh, karibu tena kwa mara nyingine. La sisi hapa hatuna la ziada, labda tu kwa tukushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji kwa kuweza kufuatilia mazungumzo yetu na kutunga mkono kwa kutuchagua sisi kuwa sehemu ya maisha yako, kuweza kutizama IBN TV, kio chako bora kabisa cha maadili, lakini vile vile kusikiliza 105.3 FM Maarifa Radio Tanga, kituo bora kabisa cha maadili. Hatuna la ziada. Ni mimi Ahmed Lubumba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante.